Mfuatiliaji wa Snadareal TV, uhali gani? Bila shaka wewe mzima wa afya njema, na karibu katika kipindi chetu cha mahojiano. Leo hii tuko jimbo la Itigi, wilaya ya Manyoni, mkoani Singida. Lakini hapa nipo na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Itigi, Mheshimiwa Yohana Msita. Karibu sana, na kipindi hiki kiko powered by Techno Tanzania, Sangayo Glass and Aluminium, bila kuwasahau Royal Village Hotel wanaopatikana mkoa wa Singida, Dodoma, Dar es Salaam na Morogoro. Lakini pia tuko powered by BioSustain, wao wanapatikana Jineri mkoani Singida. Mheshimiwa, shikamoo. Baba, karibu sana Snadareal TV. Asante, nashukuru sana. Hongera kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuwaletea wananchi maendeleo. Nashukuru sana, nashukuru Mwenyezi Mungu anatutia nguvu. Naam. Naendelea kuwatumikia Watanzania. Heri ya mwaka mpya. Asante, na kwako pia. Asante sana. Mitikasi inaendaje? Mitikasi iko vizuri. Tunaendelea kupambana, tunajipanga. Kila siku itwapo leo basi tunaangalia namna gani tutawatumikia wananchi wa jimbo la Itigi na Watanzania kwa ujumla. Okay. Mwaka 2025 kwako wewe unaweza kuelezea kwa kifupi kama mwaka ulivyoendaje kwako katika maisha yako? Kwangu 2025 kwanza umekuwa ni mwaka wa kihistoria. Naam. Lakini ni mwaka ambao umekuwa na changamoto nyingi. Naam. Milima, mabonde. Naam. Lakini popote penye changamoto, naam, hapakosi mafanikio. Naam. Tumekuwa na mwaka mgumu, mwaka wa changamoto nyingi za uchaguzi. Kama mnavyofahamu, tumeanza michakato ya uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Tumekuwa na mchujo mkali, wagombea ni wengi. Mtanange. Wengi wana sifa. Naam. Lakini tuligombea wengi, watu karibu 20 na kitu. Baadaye Chama cha Mapinduzi kikatuchuja, tukapatikana wagombea 6. Tukaletwa kupigiwa kura za maoni. Kulikuwa na pilika za hapa na pale, lakini tunamshukuru Mungu nikafanikiwa kuibuka kidedea. Na Chama cha Mapinduzi hakina hiana, mshinda kura za maoni. Basi mwenyekiti wetu Dr. Samia akarudisha jina langu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hongera sana. Asante sana. Naam, mfuatiliaji wa Snadareal TV, hiyo ilikuwa ni kama flashback kidogo. Mheshimiwa Yohana Msita, yeye amekuambia kwamba mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa kihistoria hususan katika maisha yake. Lakini kwa wakazi wa mkoa wa Singida, jembe hilo. Sisi enzi hizo wakati tunakuwa katika siasa tumekuwa tukikutazama kama role model wa vijana. Kupitia uongozi wako wa kujali vijana, wa kujali watu wote pasipo kuwabagua. Lakini tumekuwa tukitamani kukuona juu ili utusaidie kama ambavyo umekuwa ukifanya. Wengi wanakutambua kama mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa. Lakini leo hii wewe ni mbunge. Wewe unajisikiaje? Kwanza mimi niseme najisikia vizuri. Lakini kama ambavyo umesema, mimi unajua niliingia kwenye siasa nikiwa sijulikani popote. Sawa. Maskini. Babangu au wazazi wangu, sikuwa na ndugu yote ambaye alikuwa kwenye siasa. Naam. Lakini nilithubutu. Okay. Niliamua kugombea 2017. Nafasi za chama zilipotangazwa. Unajua wakati ule tulikuwa wajumbe wa NEC walikuwa wanatoka kwenye kila wilaya. Lakini hayati Dr. Magufuli alipokuja akabadilisha ile. Akaifanya sasa waneki watatoka kwenye kila mkoa mtu mmoja. Na mimi nilikusudia nitagombea 2017. Na wakati wa 2015 niliwahi kugombea ubunge nikapigwa nikatulia. Lakini nilipokuja nafasi za chama nikasema naingia kwenye chama. Naam. Kwa 2017 niliingia. Mchuano ulikuwa mkali, wagombea walikuwa ni wengi, lakini papatu Mungu akanisaidia nikaingia. Na nilipoingia dakika za mwisho ngoma zikapigwa, basi nikatoboa. Hakuna mtu aliyetegemea kabisa. Kwa hiyo vijana kama unavyosema nimekuwa role model wao. Ni sahihi. Na nataka nitoe wito kwa vijana. Naam. Kuambia kwamba vijana wakati mwingine tusiwe waoga. Thubutu na kujaribu haya mambo. Unapojaribu na Mungu naye anatia mkono wake. Kwa hiyo tangu 2017
nikashinda. Kaja 2022 nikagombea baadhi ya wabunge nako nikashinda. Wana CCM kwa kazi kubwa ambayo nilikuwa nimeifanya waliendelea kuniamini. Kwa hiyo vijana lazima tuwe watu wa kujifunza na tuthubutu. Lakini wito wangu tu kwa vijana, unapopata hizi nafasi usinyenywe mabega. Naam. Mheshimu kila mtu. Chapa kazi, acha uzembe. Kwa sababu viongozi na wanachama wanataka mtu mchapa kazi, mtu pia mwenye hofu ya Mungu. Naam. Mtu asiyenyanyua mabega, asiyejikweza, lakini mtu mwadilifu na mwaminifu. Mimi binafsi najiamini katika nyanja zote, kwa maana ya uadilifu, uaminifu na kukisaidia chama chetu. Kwa hiyo naendelea kutoa wito kwa vijana. Hii nchi ni ya kwetu wote, hakuna ambaye amepewa lifti. Sisi wote ni Watanzania, kila mmoja ana haki ya kugombea, ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo naomba nitoe heshima kwa vijana ili tuendelee kuitumikia nchi yetu. Okay, shukrani sana. Mfuatiliaji wa Snada TV, ukiwa nami ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV, na hii ni exclusive interview kutoka hapa ukumbi wa Pendameri Hotel au Pendameri hapa Itigi. Itigi ya sasa hivi sio ya miaka ya ile iliyopita. Itigi ya sasa hivi inapiga hatua katika maendeleo. Hususan Itigi wamebahatika kupata mbunge ambaye ana kiu ya dhati kuhakikisha kwamba Itigi inazidi kunemeka, inakuwa kama sehemu zingine zile. Lakini umegusia na umetoa shime kwa vijana kwamba wasikate tamaa. Lakini kidogo mheshimiwa, wewe ulivyochaguliwa ni muda mfupi sana ukarudi kwa wananchi wako Itigi, ukawaita wananchi kuwashukuru pamoja na viongozi wa chama na serikali kutoka kata zote za jimbo la Itigi na madiwani, watu wote ambao walishiriki katika mchakato ambao wewe unasema ilikuwa ni kinyang'anyiro kigumu. Na hiyo wananchi wengi walifurahi, kama sisi tulikuja pia tulishiriki. Wananchi wengi walifurahi kuona kwamba mbunge wao hajachukua hata muda tu, amerudi mapema kutoa shukrani kwetu. Labda ni kitu gani ambacho kilikumotivatisha au kilichokuhamasisha kwamba mapema sana ukarudi kuwashukuru wananchi wako? Asante sana mtangazaji. Kwanza watu waelewe. Ukimwona kobe juu ya mti ujue amepandishwa. Naam. Kobe kwa asili yake hawezi kupanda juu ya mti. Naam. Sasa mimi ni miongoni mwa watu ambao wananchi wa jimbo la Itigi waliniamini na walinipandisha. Wakasema safari hii hatuna mtu mwingine, tunakwenda na Yohana Msita. Naam. Sasa mara baada ya kula kiapo tarehe 12 Novemba tulipomaliza tu lile bunge, baada ya uzinduzi wa bunge ilibidi nirudi jimboni kuwashukuru wananchi kwa kile ambacho wamekifanya na kuambia kwamba ninawashukuru. Na wananchi wetu hawahitaji mambo makubwa, wanataka kuona unawajali. Ni kweli. Kwa hiyo niliandaa chakula, nilialika jimbo zima na watu walikuja. Watu wamekesha siku 2 wakifurahia ushindi. Lakini wakishangilia kumpata mtu ambao walimhitaji sana. Maana mimi ni kijana wao, nimekuwa naniona wamenilea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo niliona umuhimu wa kufanya hivyo kwa sababu lazima tuwe na moyo wa shukrani. Naam. Wenzako wanapokupa kitu wanakutanguliza kama msemaji wao. Naam. Ni vizuri tukarudisha shukrani na hii ni jambo la kawaida. Hata Mwenyezi Mungu akikubariki jambo unatoa sadaka. Na mara baada ya kuwashukuru wananchi lakini nimepata fursa pia kwenda kumshukuru Mungu kanisani na kuwashukuru watu mbalimbali walionichangia. Unajua hii safari ilikuwa ya mtu mmoja, wako walionishika mkono na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata na wewe ulinishika mkono pale uliponisemea. Shukrani sana. Kwa hiyo wako watu wengi kweli na hapa niseme tu kwamba watu wa kuwashukuru ni wengi kabisa. Ukianza tangu ngazi ya wilaya, mwenyekiti wa wilaya, katibu na kamati ya siasa, mkoa, mwenyekiti wa chama na wetu Mlata na kamati nzima ya siasa, unaenda taifa, mwenyekiti wa taifa na halmashauri kuu, kamati kuu na kadhalika. Yaani kwa kweli na kama wananisikiliza mimi nawashukuru sana. Mimi ni kijana mwadilifu, najiamini, mwaminifu, mtifu kwa chama changu. Na washukuru sana.
Kwa kweli Mungu awabariki, mmefanya makubwa kiasi ambacho siwezi kuthubutu hata kurudisha angalau hata chembe kidogo. Yaani ile thamani walinipa ni kubwa sana. Kwani mimi Yohana Msita ni nani? Ongeza kuchagua mtu yeyote. Lakini wakasema safari hii tunakwenda na Yohana Msita. Ndio maana nikikumbuka ile napata morali sana ya kufanya kazi. Na wewe unashuhudia tunapokuwa kwenye ziara zangu tangu asubuhi hata kama hatujala tunapiga kazi mpaka usiku. Sasa hii ni nchi yetu, lazima tupambane. Tufanye kazi, tumeaminiwa tufanye kazi. Mheshimiwa, kuna kitu umenikumbusha. Nimekumbuka mara tu baada ya kufanya sherehe ya kuwashukuru wananchi haikupita kama wiki mbili hivi. Ukaenda ofisini kukaa. Ukaanza kuwasikiliza wananchi. Walifurika sana ofisi ya mbunge. Kwamba kwanza ulitoa tangazo rasmi kwamba kwa wale ambao wapo kule Mitundu tutawatembelea waje ofisi ya mbunge kule, lakini hata hapa Itigi. Watu walikuwa ni wengi tuliwaona. Kuna wamama walikuja, wengine walikuwa wanatoa machozi. Kuna vijana walikuja wanatoa machozi tu. Hata mimi nikiwa nimewashuhudia. Ulikaa nao pale, lakini mpaka ilifika muda wewe mwenyewe hujala. Haujala na wao hawajala. Kwambia mimi ni kuwasikiliza tu. Uliwasikiliza mpaka usiku wa manane. Hilo jambo wananchi wako wenyewe walishuhudia, wakasema pia kupitia vyombo vya habari kwamba mbunge tunaye, tulikuwa tunamsubiria kwa muda mrefu. Huyu anatusikiliza sisi, anatuita, anatusikiliza. Kwa kweli tumepata mbunge. Haya machozi ya watu wako, wapiga kura wako, ukiwa kama mbunge leo hii umewaangusha. Wewe utahisi umewafanyia haki au wananchi wanaosema kwamba walikuwa na kiu kubwa kupata mtu kama wewe, alafu leo hii umewaangusha, ukawa hujawafanyia kulingana na ahadi ulizokuwa umewaahidi? Karibu sana. Kwanza wao na uhakika. Mimi siwezi kuangusha hata siku moja. Naam. Na imani walioionyesha nilipotoa tangazo kwamba nitakuwepo ofisini kwa mara ya kwanza, kwamba nitasikiliza kero, nitapokea kero na changamoto na maoni. Kwa sababu of course sio kero tu, na maoni. Na maoni pia namna gani. Kwa kweli watu walifurika. Na niseme tu watu walionyesha imani kubwa sana. Bado wanaendelea kuweka deni kwenye moyo wangu. Na kwa sababu hiyo ndio maana unasema tulikaa kuanzia asubuhi saa 2 mpaka karibu saa 6 za usiku. Bila kujalisha hali, wakati na majira yakoje. Naam. Tunafanya hivyo kwanza kwa kuangalia hali halisi. Lakini usisahau watu walionyesha imani kubwa. Ni kweli. Kwa hiyo nilikuwa napata deni kiasi kwamba hata wakati mwingine unaona njaa sio kitu chochote. Kwa sababu njaa siku moja huwezi kufa. Kabisa. Kwa hiyo nilipata nafasi ya kuwasikiliza na ilinipa fursa ya kuwajua watu kwa karibu. Jimbo letu na watu wetu bado walio wengi ni wana changamoto nyingi. Na hii nitoe wito tu kwa viongozi wote tunaopewa dhamana, viongozi wa serikalini na wote wanaotumikia jamii, kwamba tusikae maofisini. Naam. Lazima tuende kwa wananchi, tukutane. Wana changamoto nyingi, wana matatizo mengi. Na kwa kweli machozi ya wale wa mama na wakumbuka, machozi ya wale wazee na yakumbuka. Na mimi hapa nilikuwa na kijisenti kidogo mfukoni hapa. Nataka nikuhakikishie wale watu waliokuja karibu 100 na ngapi sijui, nilikuwa nashindwa kuvumilia. Nilirudi sina hata 100. Kwa sababu unaona mtu anakueleza jambo linakugusa moyo, na ukiangalia hali unaona kwa inabidi kidogo unawasaidia. Najua siwezi kuwaridhisha wote, lakini angalau naonyesha kwamba mambo yao na shida zao zimenigusa. Na kutokea pale tumefanya hapa Itigi, tukafanya Mitundu na tukaendelea kufanya follow up kwa kila idara inayohusika. Na kwa kweli nataka kuhakikishia 98% majawabu yamepatikana. Na tumewapa mrejesho na watu wamefurahi mno. Ndio maana unaona ili vibe la watu wananipenda, nikienda wanashukuru, wanatamani hata nikeshe nao. Ni kwa sababu kila wanachokitarajia mimi nawapatia. Napomtatulia mtu shida unagusa moyo wake. Kwa hiyo hawezi kukusahau. Shukrani sana. Mfuatiliaji wa Snada TV. Huyu ni mbunge Yohana Stephen Msita. Moyo wake wa kuwatumikia wananchi unajidhihirisha kwa sababu tumeona matendo yake. Lakini mheshimiwa,
nje na hayo matendo unayowafanyia wananchi wako, haya yote unayofanya ni yale uliyoyaahidi wakati unawaomba kura, kwamba wewe utafanya kazi kwa bidii kiasi kwamba utakapochaguliwa tu umeshinda hiyo siku kama ulivyokuwa unawaahidi. Ulitamani ufanye kazi siku hiyo hiyo. Yeah. Lakini hii inajidhihirisha ulivyotoka tu bungeni, pia baada ya kuwa umesikiliza wananchi wako changamoto, uliendelea kuwafuata mpaka kijiweni, mpaka kwenye vijiwe vya kahawa, mpaka hata wamama tilie uliwafuata. Lakini sio huko tu, ulienda kuhani hadi misiba, kwamba jamani, ndugu yenu nimekuja, poleni, tumeona. Lakini uongozi unaokaa karibu na wananchi tunauona kupitia wewe. Lakini nini shauku yako kubwa kupitia wananchi unaowatembelea, unasikiliza changamoto zao? Nini shauku yako kubwa kwao kwa kifupi? Mwanzo nikwambie, ni kweli kabisa. Mimi niliahidi, nikasema tu mara nitakapo hapa napomaliza tu, Mwenyezi Mungu nisaidie, naanza kazi. Na kwa kweli hivyo maliza kwa hapa, nimekuja nikaanza kazi. Na nimepiga kazi. Baada hapo tumerudi tena bunge, kikao cha pili cha bunge la 13. Yes. Na kama umefuatilia umeona, tumeuliza maswali, tumechangia. Na unajua unapochangia ni kama unahutubia taifa zima. Tumeuliza maswali ya wananchi. Kwa hiyo nilichokuwa nakisema ndicho ninachokiishi. Okay. Na kwa kweli hii yote ni trailer. Kazi haswa bado sijaanza. Naam. Kwa hiyo nafanya hii kama preamble tu. Yes. Kubaini changamoto na nini. Lakini kwa kweli nataka nikuhakikishie kazi itapigwa kweli kweli. Ndugu mtangazaji, waambie kabisa watazamaji wajue kazi itapigwa. Mimi bahati nzuri umri wangu unaniruhusu, na kwa kweli nina hari sana ya kufanya kazi. Okay. Wananchi wa Itigi wale chakula, watulie, waoge maji yateremke. Upele umepata mkunaji. Okay. Shukrani sana. Lakini mheshimiwa, umegusia kwamba ulivyoenda bungeni kwamba ulihutubia taifa. Sio kwamba ulihutubia taifa, ni ulihutubia taifa kwa sababu kwanza kabisa yale uliyoyasema ni mambo yanayogusa jamii ya Wanaitigi, Wanasingida na taifa kwa ujumla. Yeah. Nikiwa kama shahidi au mimi nilifuatilia hotuba zako zote. Kwanza wewe kilio chako kikubwa ni swala la dengu. Dengu ni kama umekuwa ukisemea kama dhahabu nyeupe ya mkoa wa Singida, lakini kwa Wanaitigi bado umesemea swala la tembo. Tembo wamekuwa tishio kwa wananchi wa Itigi, hususan pale wanapokuwa wanavamia makazi yao na kuharibu chakula. Bado ukazungumzia kuhusu barabara, miundombinu yote ya barabara. Lakini nakumbuka alipokuja mwenezi wa katibu wa itikadi, siasa na uenezi na mafunzo CCM Taifa, ndugu Kenan Kiongozi, katika mkutano wake pale Majengo, wakati unahutubia uliwasemea wananchi wako. Kwa hiyo wewe umekuwa ukiwasemea wananchi wako sio tu bungeni, kila unapopata nafasi. Tunaona pia alikuja mlezi wa CCM Taifa, ulimpokea na bado ulisema changamoto za Wanaitigi. Sasa labda wewe unayaishi yale unayoyasema. Je, uongozi wako unatamani uweje? Kwanza unajua ili uongoze vizuri lazima ujue shida za wananchi wako. Naam. Huwezi kuwa kiongozi alafu ujue wananchi wako wanataka nini, changamoto gani, useme nini, wapi, kwa wakati gani. Naam. Sasa kama kiongozi lazima ujue unazungumza nini, kwa nani, kwa wakati gani. Naam. Na je, hizo changamoto unazijua vizuri? Sasa nikirudi kwenye swali lako la msingi, na swala la dengu, sisi ndio uchumi wa Itigi. Naam. Takriban kata 6 zote zinaishi kwa kutegemea dengu. Naam. Na sisi kwetu dengu ni kitega uchumi kikubwa. Na ndio maana umeona nimekuwa nakipigana sana kuhusiana na kuporomoka kwa bei ya dengu. Kama unafahamu msimu ule mwingine uliopita tulikuwa tunauza dengu mpaka 2400. Lakini sasa ikaje kaporomoka mpaka shilingi 900 mpaka 800 na kitu. Naam. Sasa kitendo cha kuporomoka kwa dengu kwetu sisi tunaona ni hasara kubwa. Naam. Nataka tu nikwambie wafanya biashara wengi hawajauza mazao yao ya dengu yako ndani kwa sababu wanaona bei hairidhishi. Lakini tunamshukuru waziri wa kilimo na naibu wake, kwa maana ya Wizara ya Kilimo kwa ujumla. Naam.
wametoa majibu kwamba wanunuzi wanaenda wamesaini mikataba na nchi mbalimbali. Sasa tunatarajia msimu ujao wa kilimo bei ya dengu itapanda. Na ni watoe wasiwasi wa kulima wa dengu. Serikali yetu ni serikali sikivu sana. Serikali ya Dr. Samia ni serikali sikivu. Bei itapanda. Tusisite kulima dengu, tulime dengu. Tena tuongeze idadi. Bei nzuri inakuja. Kwa hiyo mimi naziishi shida. Ukizungumza habari za tembo, mimi natoka kwetu Doroto, pale tunapakana na pori la hifadhi. Kwa hiyo changamoto za tembo nazifahamu. Lakini barabara sisi Itigi barabara ni kiungo muhimu sana. Hii barabara itakapokamilika, nataka nikwambie Itigi hii au Mitundu, Mwamageme mpaka Rungu, tutakuwa na uchumi mkubwa sana. Endapo hii barabara ya kutoka Mkiwa, Itigi, Rungwa mpaka Makongorosi, Chunya itakamilika. Kwetu sisi itakuwa ni uchumi mkubwa sana. Kwa hiyo na bahati nzuri wamesema, serikali imesema kwamba kuna maeneo na mkandarasi, kuna maeneo wataweka mkandarasi, na kwenye bajeti hii itakayokuja itakuwepo. Kwa hiyo tutegemee mazuri. Ndani ya miaka 5 inshallah, tuombe Mwenyezi Mungu barabara yetu itakamilika. Maelezo na ufafanuzi wako yakinifu, umedadavua, umefafanua kwa weledi sana namna ambavyo unatamani uongozi wako uwe ni uongozi wa kuwagusa wananchi, uziishi shida zao. Lakini pia namna ambavyo umeeleza unaonyesha kabisa wewe unatamani kuishi na wananchi kwa kushirikiana, wakupe shida zao ili wewe uzipeleke bungeni na zifanyiwe kazi. Tumeona juzi tulikuona juzi siku chache kabla hamjafunga bunge ulikuwa na waziri mkuu mnateta pale. Bila shaka hapo ulikuwa unanong'oneza kama sio masuala ya kitaifa basi masuala ya mkoa wa Singida, kama sio masuala ya mkoa wa Singida basi ni masuala ya jimbo la Itigi na wananchi wake. Hebu unaweza kutugusia tu kidogo kama utojali. Tupe utamu. Naam. Asante. Kwanza waziri mkuu ni kiongozi mkubwa sana na taifa letu, na kwa kweli sisi kama mkoa wa Singida Mheshimiwa Rais ametupa hiyo heshima kuchagua ndugu yetu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na napokuwepo bungeni wabunge tunapata fursa kwenda kukaa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na kumbuke wakati tumeingia bungeni yeye alikuwa ameshafanya ziara maeneo kadhaa na ameshatoa dira na mwelekeo wa serikali. Kwa hiyo ukipata nafasi pale unaenda kumpongeza na kumtia moyo. Naam. Kazi alionayo sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Kwa hiyo tunampongeza, kumtia moyo na kumwambia asonge mbele. Lakini kama mbunge anayetoka mkoa wa Singida. Naam. Na mimi kama mwenyekiti wa bunge wa mkoa wa Singida. Kwa hiyo tuna mambo yetu, tunajaribu kuongea mawili matatu, tunashauriana mambo gani kwenye mkoa wetu, nini tunafikiri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kubwa ilikuwa ni hilo, kumpongeza na kumtia moyo kwamba kazi anayofanya ni kazi njema. Tunaiona ni yake thabiti ya kuendelea kulitumikia taifa hili na kwa kweli ameanza vizuri. Na mimi nichukue tena fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwanza kwa kumteua Daktari Mwigulu Nchemba. Tunafahamu mahiri wake, anachapa kazi. Na hili wala tuisemi kwa maana kwamba labda tunampendelea, hapana. Kila mmoja anajua uchapa kazi wake. Kwa hiyo tumepata waziri mkuu wakati sahihi na muda sahihi. Na kwa kweli tunamuomba tu aendelee, asichoke. Changamoto za hapa na pale hazikosi. Wako watakao msema vibaya, asivunjike moyo. Naam. Kwa hiyo sisi kazi yetu kama wabunge ni kumtia moyo waziri mkuu ambaye ndio kiongozi mkuu wa shughuli za serikali bungeni. Naam. Okay. Shukrani sana. Kwa hiyo hapo umetuonyesha tu ladha kidogo kwamba ulikuwa unampongeza. Wafuatiliaji wa Snada TV bila shaka walikuwa wanasubiria kwa hamu wajue labda nini, lakini sio mbaya kwa sababu najua wewe ni shabiki wa Yanga. Bila shaka na mimi ni shabiki wa timu fulani, kwa hiyo mimi ni mshabiki wa timu zote. Hii nchi hii inagawanyika makundi mawili. Kama sio Simba ni Yanga. Anyway, Mheshimiwa, hongera sana. Uongozi wako sisi tunaweza tukasema kwamba ni uongozi ambao
wewe umekuwa ukiutamani uwe na uonyeshe mfano kwamba uongozi, wananchi wanapaswa kuonja ile ladha ya mbunge, yes. Kwamba mbunge anapaswa kuwaje. Ndio maana wewe unakuwa karibu na makundi mbalimbali. Jana leo ulikuwa kwenye pilika za kukutana na wananchi wako, lakini pia walimu, lakini siku za nyuma umeshiriki kwenye baraza la madiwani, umewasemea wananchi wako wakata zote, lakini pia umechagua makatibu wako vijana ambao ni wasomi, ambao ni wanyenyekevu, waungwana, pia wanawasikiliza wananchi kwa unyenyekevu, na watu wengi wamekuwa wakiwasifu. Kwa hiyo hongera sana mheshimiwa. Nashukuru sana. Na kwanza nikianza kwenye hilo la makatibu, unajua anapokuja mtu mpya, mara zote anakuja na changamoto mpya. Sasa mimi nilijaribu kutumia modality tofauti kidogo. Kwanza niliitisha interview. Sawa. Tukapata watu karibu 28. Na mimi nilisema kwa sababu unajua jimbo letu liko scattered. Kuna kata 5 ziko kuelekea Mbeya. Na hizi kata 8 zingine ziko huku. Sasa kuwa na katibu mmoja maana yake asingeweza kumove kote. Tungempa mateso makali sana. Kwa hiyo tulilazimika kutukua na makatibu wawili ambao kwa kweli walipitia kwenye mchujo mkali sana na interview ambao tulileta wataalamu. Mimi sikuhusika, lakini walifanywa interview na wale tulichukua wale ambao walikuwa ni wazuri zaidi. Wote walikuwa wazuri, lakini wale wazuri zaidi tukachukua. Na kwa kweli niseme tuna vijana wazuri. Sawa. Na mimi niliwaambia pale baada ya interview kwamba tutaendelea kuwatumia na kuwatafutia fursa mahali pengine. Kwa hiyo ndio ilikuwa essence yangu ya kupata vijana wazuri, wasomi ambao wako sharp, wanaendana na wakati. Na kwa kweli naona wananisaidia vizuri sana. Lakini pia kwenye hicho unachokisema, mimi nimekuwa ni mbunge ambaye siwezi kutulia. Siwezi kutulia kwa sababu hii kazi tuliiomba, sikulazimishwa na mtu. Ilikuwa ni passion yangu niwe mbunge nitumikie. Kwa sababu unajua ukifanya research, kuna kitu kinaitwa research gaps. Yes. Sasa unapofanya ile research gap ndio inakupa nafasi ya wewe kufanya utafiti kulingana na gap unaloliona. Sasa na mimi wakati nataka kugombea niliona kuna gaps ambazo mimi naona naweza kwenda kufiti kwenye yale magep. Kwa hiyo haya nayafanya ndio ilikuwa maono yangu na shauku yangu, ni watumikie watu usiku na mchana. Na mimi nikwambia kwa kweli katika masuala ya kuwatumikia mimi sichoki. Ndio maana niona nakimbia kutatua kero. Nimekuwa na kikao na mazungumzo na shule za sekondari, shule za msingi, nakutana na walimu, nakutana na wanafunzi, nakutana na wazazi. Hii yote tunataka tutengeneze utaratibu ambao kwanza utawamotivate walimu, lakini utawa encourage kwa sababu najua walimu wetu wanapitia mambo mengi. Swala la kufundisha mtoto mpaka weze sio kitu kidogo. Hawa walimu wanahitaji angalau neno la kutiwa moyo, kuambia hongera mwalimu John, unafanya vizuri, hongera, tuko pamoja. Lakini na wewe umeona wao wamekiri kwamba tangu dunia imeumbwa hawajai kupata fursa kukaa na mbunge na kuatia moyo. Kila siku wamekuwa wanatupiwa lawama, wanashutumiwa na maneno makali ya viongozi. Wakifanya vibaya unaona timu kutoka maeneo mbalimbali zinakuja zinawashambulia kwa maneno. Sasa mimi nimekuja na modality tofauti. Kwanza niwasikilize, niwatie moyo, wana changamoto gani tujue. Ile pia wamepata hamasa na kwa kweli wamefurahi sana. Lakini pia kuna shule wamefanya vizuri. Nimewalika chakula cha jioni tukae vizuri, tule pamoja. Hii yote ni kuwatia moyo. Itigi yetu tunataka tutokomeze, tuondoe kabisa zero. Mwaka wa 2026 hatutaki zero kwenye jimbo la Itigi. Kwa hiyo najua na kazi kubwa kabisa. Lakini katika hilo ndio maana mimi kama mbunge nilichukua hatua. Of course ilikuwa ni ahadi yangu wakati napita kule kusema kwamba nitasomesha familia. Nitawasaidia kusoma familia ambazo hazina uwezo. Na tayari imekwisha kuanza. Hivi ninavyozungumza na wanafunzi karibu 50 wako kwenye shule mbalimbali. Naamini nilikuwa nimeahidi kwenye kila kata angalau mtoto mmoja. Sasa nilipata wale 13. Lakini kuangalia hali ngumu ya umaskini ya wananchi wangu na watoto wana akili wamefaulu, lazima nisaidie zaidi ya pale. Kwa hiyo mimi kuwatumikia
wananchi wangu ni kama chai ya asubuhi, napenda kutoka moyo wangu. Hongera sana mfuatiliaji wa Sinara TV na wana Singida kwa ujumla. Kumbe nyuma ya pazia Mheshimiwa mbunge tayari ana watu zaidi ya 50 ambao wanawasomesha wanafunzi wenye mazingira magumu, lakini pia wale waliofanya vizuri katika matokeo ya darasa la 7 kata zote 13 bila shaka. Yes. Anawasomesha ndani ya mkoa wa Singida katika halmashauri ya wilaya ya Itigi, lakini hata nje ya mkoa wa Singida. Hongera sana mheshimiwa. Kazi unayoifanya Mwenyezi Mungu akubariki, lakini akuinue viwango vya juu. Amen. Na wewe ni kiongozi ambaye ni mnyenyekevu, unapenda hausijikweza, unapenda Mungu akuinue zaidi na akafanya hivyo kwako. Lakini mheshimiwa, tunapoelekea kuhitimisha, vijana wa jimbo la Itigi, wewe umejaliwa kuwa na vijana ambao ni wabunifu, vijana wanaokuja na changamoto, vijana wanaokuja na mawazo, wanakuja na ubunifu. Wewe ulikuwa ni mgeni rasmi katika uzinduzi wa kitabu cha Simon Sirilo. Na Simon Sirilo katika Itigi, bila shaka tunaweza tukasema hata sisi wananchi wa mkoa wa Singida tunajivunia kwamba wewe ndio uliyemlea. Wewe ndio umemlea na umekuwa ukimuongoza vizuri sana. Sio yeye tu, wapo vijana wengine kama kina MC Paroko na vijana wengine ambao siwezi kuwataja kwa majina, wamekuwa wakijipambanua kwamba wewe unawagusa kwa sababu wanakuletea wazo, haujifichi. Dhamira yako ni kuona vijana wa Itigi wakiwa wanafanya nini? Wasonge mbele au warudi nyuma waje wakupige majungu? Kwanza nikwambie au ni wachache tu ambao umewatolea mfano, na kwa kweli kwa maana ya Itigi yetu wanafanya kazi nzuri. Kwa mfano mnapomzungumzia Simon Sirilo, yeye ni mwalimu wa mafunzo ya ujasiriamali. Lakini anafanya kazi kubwa. Unajua wakati fulani ujasiriamali unaanzia kwenye mawazo. Na yeye anakuja na challenge na mawazo mapya. Kwa anachokonoa mawazo, analeta mawazo mbadala, watu wafanye nini waweze kutoka kimaisha. Kwa hiyo tunampongeza, na mimi alinipa heshima hiyo niwe mgeni rasmi, lakini kwa bahati nzuri au mbaya sikuweza kufika, lakini niliwasilisha mchango wangu, nilimchangia. Ni kijana anajituma, na moja ya kazi ya kiongozi ni kuatia moyo. Amen. Vijana anapoibuka tusiwakanyage, tusiwapige mateke, tuwatie moyo, kwa sababu mimi furaha yangu ni kuona na yeye siku moja anafanikiwa katika maisha yake. Lakini samani kidogo to declare interest, mfuatiliaji wa Sinara TV, na mimi niseme kwamba ni zao la Mheshimiwa Yohana Msita. Kabla hujaendelea, to declare the interest, amekuwa akinitia moyo, akiniunga mkono, akiniombea kwamba anatamani kuona nikibadilika, lakini kipiga hatua. Kwa hiyo ukiona mimi ninazidi kufanya vizuri, nyuma yangu yupo Mheshimiwa Msita ambaye amekuwa akinitia moyo. Karibu sana, na anaanza kaendelea. Na hilo tu ni kukumbusha. Unajua mimi ni muumini wa kuona vijana wanagrow. Wanakuwa kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani. Na hata wewe umeonyesha mfano mzuri. Sisi kazi yetu ni kuatia moyo. Na kuambia unaweza endelea. Lakini mmekuwa ni vijana ambao mnapokea challenge, mnakosolewa, mnaonywa, hapo usifanye hivi na vitu kama hivyo, na umekuwa kijana mnyenyekevu, mtiifu. Na mimi nazidi kuombea. Amina. Nakuombea siku moja uwe na TV yako kubwa kabisa na redio na vitu kama hivyo. Amina. Na mimi naamini una bidii, unajituma. Sio mtu ambaye anatanguliza maslahi sana, unajali utu. Amina. Na unajituma hata usiku wa manane. Ukikutumia taarifa bwana nataka hiki unakitoa. Kwa hiyo nakupongeza sana. Na uko sharp. Amina. Lakini ikirudi kwa kijana wetu Paroko, ni MC mzuri, anafanya kazi nzuri, na hata juzi alikuwa na function yake ya mambo ya Valentine Day. Ni kwa vile tunibana na majukumu, ningekuja kumtia moyo, lakini tuko pamoja. Ni kijana ambaye anajituma na ameingia kwenye kinyang'anyiro cha MC bora. Kwa hiyo ni vijana wetu ambao tunahitaji kuwatia moyo. Na sio huyo, wako wengi wasanii, wako wengi michezo. Usisahau mimi ni mdau mchezo. Kwa maana kwamba unanisema mimi ni Yanga, lakini kwa hiyo tuna mambo mengi na program ziko nyingi. Yaani mipango ya jimbo hili. Nataka nikwambie ndani ya miaka 5 hili jimbo halitapoa wala halitaboa. Kila siku
tutakuja na mipango mingi ya kufanya. Kwa nataka nikutoe wasiwasi. Mimi napenda kuona vijana wanainuka. Vijana wafanye kazi vizuri. Hata kama watakapokuwa watatukumbuka tu kwamba bwana alikuwepo Msita, aliwezi kunisaidia 1 2 3. Yeah. Shukrani sana. Mfuatiliaji wa Snada Real TV, Mheshimiwa Yohana Msita ametueleza namna ambavyo amekuwa akiwashika mkono vijana, lakini na yeye anajivunia, na hii ni mwanzo tu, trailer, picha halisi inakuja ama video inakuja. Mheshimiwa, wewe ni mdau wa michezo, umenikumbusha. Kwenye timu ya Singida Black Stars wewe ni kiongozi. Sasa ukiwa wewe kiongozi na jimbo lako lina vijana ambao wanafanya vizuri kwenye michezo, hebu usema neno basi mheshimiwa. Labda kuwa kiongozi wa timu na jimboni kwangu kuna vijana, ni kweli vijana ni wengi na wako wenye vipaji, lakini hiyo pekee haitoshi kusema kwamba sasa wachukue kundi fulani wapeleke au watafutie fursa. Nimewaambia vijana kwamba tutatengeneza utaratibu, tutakuwa na clinic ya kutafuta vipaji na tutafanya screening siku hiyo, tutaleta wataalamu na tutabaini na kutambua vipaji ambavyo kwa kweli vitakapopatikana basi tutavipeleka mahali mbalimbali, ikiwemo kama ambavyo unafahamu serikali yetu inajenga academy za michezo maeneo mbalimbali. Lakini usisahau tuna AFCON. Kwa hiyo hii kliniki tutakayoifanya Itigi itakuwa ni babu kubwa. Tutatengeneza kitu kikubwa ambacho kitaisaidia Tanzania na nchi yetu hata tutakapokwenda kwenye AFCON mwakani. Hongera sana. Naam, mfuatiliaji wa Snada TV, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Itigi ameelezea kwa kina namna ambavyo amejipanga kuwatumikia wananchi wa jimbo hili, lakini ametueleza kwamba anatamani kuliona jimbo hili likipiga hatua. Amezungumza kwa sekta ya michezo pia, namna ambavyo vijana wajipange, yeye yuko tayari kuwasaidia na kuwashika mkono. Lakini sio tu kwenye michezo, katika sekta zote. Lakini tunapoelekea kutamatisha mheshimiwa, nchi yetu inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kwa kifupi aliahidi kwamba ndani ya siku 100 katika uongozi wake kuna vitu kadha wa kadha ambavyo atavifanya, na wewe ni shahidi, umeviona akiwa amevitekeleza. Labda wewe una yapi ya kuyasema kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwanza nichukue nafasi hii kwanza kwa kumpongeza. Naam. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu alipotoa hotuba yake wakati anazindua kampeni kule Kawe, Dar es Salaam, alizungumza kwamba ndani ya siku 100 endapo Tanzania wataniamini atafanya mambo mengi kadha. Sasa mimi nataka nizungumzie mambo machache tu. Moja, alisema ndani ya siku 100 atatoa ajira takriban ajira 12,000. Na kwa kweli tumeona na wewe umekuwa ni shahidi, kila tulipozunguka tunakutana na ajira mpya ambao watu wameajiriwa, walimu wameajiriwa, manesi na kadhalika. Kwa hiyo imekuwa jambo zuri sana na amekuwa akitimiza ahadi yake mapema sana ndani ya siku 100. Lakini pia tumeona leo hii taharuki na yale mambo ya kuzuiwa miili kwenye hospitali imekuwa ni historia. Hata kama mtu ana mgonjwa amekaa kwa muda mrefu, amedaiwa shilingi nyingi, lakini miili imekuwa ikitoka, watu wanaenda wanazika, wanapata fedha, wanarudisha. Kwa hiyo ni hatua kubwa. Hii ya kuzuia miili ya marehemu ilikuwa inaleta taharuki kubwa sana nchini. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kumpongeza. Yako mengi ambayo yameanza kufanyika, lakini kwa ujumla kwa kweli ametimiza ahadi. Na mimi niseme tu kwenye ilani yako mambo mengi. Ukisoma ile ilani kuna mambo mengi. Kwa mfano kuna ilani ndani ya ilani kubwa, kuna ilani ndogo ndogo za kila mkoa. Mpaka sisi huku tuna mambo yetu mengi. Kwa mimi naamini yatatekelezeka kwa sababu kwa kweli Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ana
mwaga fedha nyingi sana kwenye miradi ya maendeleo. Kitu ambacho kinanipa imani kubwa kwamba haya yote aliyoahidi atayatimiza. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan tangu alipochaguliwa kwa kishindo pamoja na mgombea mwenza wakati ambao ni makamu wa rais Daktari Emmanuel John Nchimbi. Wanafanya kazi kubwa, lakini na waziri mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba wanafanya kazi kubwa sana kusaidiwa na mawaziri mbalimbali. Kwa hiyo wananchi watulie, wawe na imani, mambo mazuri yanakuja. Tanzania nzuri inakuja, Tanzania ya maziwa na asali yajayo, wanasema kule Zanzibar yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi kumpongeza tena na kumtakia kila laheri. Mwenyezi Mungu ampe afya njema, amjalie na uzima, basi endelee kututumikia Watanzania, na sisi kama wabunge tunamuunga mkono na wananchi. Shukrani sana mfuatiliaji wa Snada TV, mpaka hapa ndio tamati ya mahojiano yetu kati yangu mimi na mbunge wa jimbo la Itigi Mheshimiwa Yohana Msita hapa katika ukumbi wa Pendameri Itigi. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV, nikiwa powered by Sangawe Glass and Aluminium, lakini bila kusahau Techno Tanzania, Royal Village Hotel na BioSustain. Mheshimiwa, shukrani sana na karibu tena. Mimi nakushukuru. Unajua mimi moja passion yangu pia nilikuwa natamani sana utangazaji. Kwa hiyo mimi mwanzo nilikuwa natamani sana kuwa natangaza hata mpira. Anakwenda pale anagonga kichwa pale 1 2 3 anakwenda. Yaani nilikuwa natamani. Kwa hiyo basi tu ni kwa vile mambo yakawa mengi nikashindwa kufanya utangazaji, lakini mimi nakupongeza na nawashukuru sana watazamaji. Au nifunge kipindi? Funga, karibu funga mheshimiwa. Naam, mpenzi mtazamaji wa Snada TV, mpaka wakati mwingine, ni ripota wako Yohana Msita, mtangazaji wa akiba. Asante. Shukrani sana.